na maneno ambayo tutayatafakari mchana huu pamoja, na yanalenga kwenye kuwa wakili mwaminifu wa Kristo. Lakini kuwa wakili mwaminifu maana yake ni kuwa msimamizi mzuri wa vitu na rasilimali mbalimbali, vipawa na karama ambazo Mungu ametupa, Mungu amekupa. Being good manager of God's resources. Kwa hiyo Mungu ameachilia vitu tofauti ndani ya kila mmoja wetu hapa. Mungu ameachilia vitu tofauti. Na huko mbele tutakapokwenda kutizama kwenye somo hili, utakuja kugundua hatuzungumzi masuala ya huduma, ni zaidi ya huduma. Ni ujumla wa maisha yako wewe, kwamba Mungu amewekeza nini, Mungu ameweka nini, Mungu ameachilia nini katika maisha yako. Na kila ambacho Mungu amewekeza katika maisha yako unakitumiaje? Unakitumiaje kwa faida yako mwenyewe? Unakitumiaje kwa utukufu wa Mungu mwenyewe na kwa ajili ya kuujenga ufalme wake? Lakini pia unakitumiaje kwa ajili ya kanisa? Unakitumiaje kwa ajili ya watu wengine? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani tunapokwenda kuanza, tuanze kwa kuwa na picha hiyo, taswira hiyo, kwamba tunakwenda kuangalia ujumla wa vile vitu mbalimbali ambavyo Mungu amewekeza ndani yetu, ametupa tuvisimamie kama dhamana katika maisha yetu, lakini viweze kuzaa na kuwa na faida. Na katika kuliangalia somo hili la kuwa wakili mwaminifu wa Kristo, kwa vile vitu mbalimbali ambavyo Mungu ameweka katika maisha yetu, tutaangalia vipengele kadhaa. Moja, tutaangalia huu uwakili huu tunaouzungumza maana yake nini? Wakili huu tunaouzungumza maana yake nini? Lakini tutaangalia kuna faida gani, kuna umuhimu gani wa kutunza, wa kuwa mwaminifu katika uwakili huu. Kuwa wakili ni heshima. Kuwa wakili ni sifa. Ni dhamana ambayo mtu anapewa. Sasa kama umepewa, unatunzaje hiyo? Lakini pia tutaangalia maadili, sifa mbalimbali ambazo basi tunategemewa tuwe nazo. Na mwisho tutakwenda kuangalia kwenye eneo la matokeo ya kuwa mwaminifu. Kukaa kwenye nafasi yako vizuri, kuitambua nafasi yako, kutambua wajibu wako, kutambua kile Mungu anachokitegemea kwako, matokeo yake ni nini. Na usipotambua, usipokaa kwenye nafasi yako, usipotenda na kutekeleza yale ambayo Mungu angeyategemea, madhara yake pia ni nini? Haleluya. Sasa sisi kwenye fani ya sheria watu na neno linaitwa wakili. Kuna mtu anaitwa wakili, na wakili ni elimu ambayo mtu anasomea, ni maarifa ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo. Na ili awe wakili lazima atimize vigezo fulani, na akisha vitimiza vigezo hivyo, anategemewa kwenye kazi yake afanye majukumu fulani, na anavyoyafanya anategemewa pia azingatie miongozo fulani. Na kuzungumza habari ya wakili katika ujumla wake, huyu kimsingi ni mtu anayesimamia. Wakili kwa ujumla wake ni mtu anayesimamia au mtu anayeangalia vitu
mali au jambo lililowekwa chini yake. Anayesimamia jambo alilokabidhiwa kulisimamia, au vitu alivyokabidhiwa kuvisimamia. Na ili huyu mtu mwenye hii huduma hii ya uwakili aweze kufanya hili jukumu lake vizuri, ni lazima aweze kuvaa viatu vyake yeye aliyemkabidhi jukumu hili. Avae viatu, aweze kukaa kwenye nafasi kama yule mhusika mwenyewe. Anakaa kwa niaba yake, anatekeleza jukumu kwa niaba yake. Kwa hiyo inamhitaji akae kana kwamba ndiye mmiliki mwenyewe, ndiye mwenye jambo lenyewe, kwamba lile jambo ni la kwake. Na akiweza kufanya hivyo, kuna mambo mengine mawili yataambatana, kwamba akiweza kuchukua nafasi ya yule mmiliki, inampa kuwa na wajibu, anakuwa responsible, anawajibika, atachukua jukumu, atatekeleza yampasayo kuyatekeleza, na atayatekeleza kwa wivu, kwa bidii, atayafanya kwa bidii. Lakini pia tampelekea kwenye jambo lingine, na hili jambo lingine tunaita accountability, kwamba itamfanya aweze kuwa tayari kutoa hesabu, kujieleza kama mambo hayajaenda vizuri. Lazima ahakikishe mambo yanakwenda vizuri, na yasipokwenda vizuri kwa sababu hakukaa kwenye nafasi yake, lazima awe tayari kusema, jamani, mimi ndio nimezembea, mimi ndio sikutekeleza wajibu wangu, niko tayari kwa chochote kile. Lakini pia katika kutekeleza jambo hili la uwakili, akitambua kwamba yeye anakaa kwenye nafasi kama mmiliki, ana wajibu na anapaswa kutoa hesabu, anatekeleza akijua kwamba mwisho wa siku kuna matokeo. Mwisho wa siku kuna matokeo. Ni kama tunasema there is a reward, au kuna ujira. Anategemea ujira mwisho wa siku. Kwa hiyo ili huu ujira aupate, lazima atekeleze wajibu wake, lazima afanye majukumu yake kwa uzuri na kwa ukamilifu. Kwa hiyo huyu mtu ambaye anajivika cheo cha uwakili, akiyatambua hayo, atafanya kazi yake kwa bidii, atafanya kazi yake kwa ubora, akijua kwamba ninategemea kupata matokeo chanya, matokeo mazuri. Sasa hiyo ni ujumla, kwa ujumla wake. Zungumza tu dhana ya uwakili. Lakini ukienda kwenye Biblia, Biblia na yeye imetumia neno hili la uwakili. Natumia neno uwakili. Na Biblia ilivyolitumia neno uwakili, napenda neno la Kiingereza ambalo liko kwenye Biblia. Inatumia neno steward. Steward ni tofauti, neno tofauti na lile wanalotumia wanasheria la wakili. Ni neno tofauti kidogo. Na huyu ni msimamizi, kama manager. Steward is a manager, mtu anayesimamia, mtu aliyekabidhiwa jambo la kulisimamia, vitu vya kuvisimamia. Na ukienda kwenye maeneo tofauti tofauti, kama tutakavyoangalia baadaye, utakuta Biblia imeliweka hivyo, kwamba jambo hili la huduma ya uwakili ni huduma ambayo inahitaji mtu kuwa mwangalizi, msimamizi wa vitu au mali ambazo Mungu ameweka chini ya mtu huyo. Na
Na Mungu Bwana, Mungu anampenda sana mwanadamu. Mungu anampenda sana mwanadamu. Ukiangalia utadhani jambo la hii huduma ya uwakili tunaliona kwenye Agano Jipya. Utadhani kwamba liko kwenye Agano Jipya, lakini ukweli ni kwamba ukiangalia tokea Agano la Kale hili jambo lilikuwepo na Mungu analitambua hivyo. Na maisha ya mwanadamu kimsingi yanazungukwa na hiyo dhana ya uwakili. Na nitatamani hapo nifafanue vizuri. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo, to kwenye Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya 2, tutaangalia maandiko tofauti tofauti, japo kuna ambayo nitayakazia zaidi. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo na sura ile ya 2, kuna kitu kizuri pale ambacho kinabeba hili jambo la uwakili. Sura ya 2 mstari ule wa 15. Biblia inasema Bwana Mungu akamtoa huyu mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo Mungu akafanya shughuli ya uumbaji, kufanya uumbaji wote. Siku zote ya shughuli ya uumbaji, maandiko yanasema yule mwanadamu aliyemuumba akamkabidhi kazi, nayo ni ya kumpa ile bustani aliyokuwa ameitengeneza, bustani ya Edeni. Akamwambia sasa una jukumu, utailima na kuitunza hii bustani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuchukua tu akamwambia sasa nimeshamaliza uumbaji, sasa uendelea na maisha. Alimpa wajibu fulani. Nimefanya vitu vyote na kuna bustani nzuri hii ambayo nimeitengeneza. Sasa wewe nakuweka hapa, lakini nakuweka hapa utafanya kazi ambayo nitakukabidhi. Akampa dhamana ya kuisimamia ile bustani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kimsingi alipewa kuwa msimamizi, as a steward, kwamba Bwana amefanya uumbaji lakini huyu akakabidhiwa asimamie. Akakabidhiwa asimamie. Na kuna kitu Mungu alikuwa anatengeneza hapo ambacho hicho utakihitaji leo, utakihitaji na kesho. Kwamba Mungu katika vile vitu mbalimbali anavyoweka katika maisha yetu, kuna jambo analitegemea. Kwa hiyo akamkabidhi ile bustani. Lakini katika kukabidhi ile bustani, Mungu alitegemea huyu mtu ili aweze kufanya hivyo, lazima maintain, adumishe ushirika na uhusiano na huyu Mungu aliyemkabidhi ile jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu kwa kanuni yeye ni mbia, yeye huwa ni mshirika, anapenda kufanya vitu kwa ushirika. Anafanya vitu kwa ushirika. Na kimsingi ukizungumza habari ya huduma ya uwakili, unazungumza pande mbili. Unazungumza habari ya mwenye mali na yule aliyekasimiwa jukumu la kusimamia mali. Lazima ziwepo hizo pande mbili. Nani aliyetoa jukumu? Ana mategemeo gani? Ana matazamio gani? Na yule aliyekabidhiwa jukumu na wajibu alio nao ili atimize yale majukumu aliyokabidhiwa. Kwa hiyo huyu mwanadamu huyu Adam akapewa jukumu la kuitunza ile bustani. Na ili aweze kuitunza, ilibidi ushirika wake, uhusiano wake na Mungu uendelee kuwa imara, uendelee kuwa thabiti. Mamlaka ya kumiliki na kutawala ilikuwa inaweza kufanya kazi tu pale ambapo ushirika wake na uhusiano wake na Mungu ulikuwa thabiti, ulikuwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Na utakachokiona ni kama vile Mungu hapa alikuwa anaweka agano fulani na Adam, kwamba nakupa jukumu hapa. Sasa kuna ushirika kati yako wewe na mimi katika hili.
Wewe ni mimi nimetengeneza bustani, kazi yako wewe ni kwenda kuitunza. Kwa hiyo there has to be a relationship. Kwa hiyo utawajibika kwangu kwenye hayo utakayo kwenda kuyafanya. Na baadaye ukienda kwenye sura ya 3, baada ya anguko, utaona Mungu anaweka rescue plan. Kwa sababu anguko la mwanadamu aliloanguka pale bustani ya Edeni lilileta uharibifu kwa wanadamu wote. Lilileta uharibifu. Lakini Mungu alitengeneza mpango pale wa kurescue. Lile kusudi lake latoka mwanzo. Huyu mwanadamu aweze kutawala, aweze kumiliki, mpango ukaendelea kuandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba viko vitu Mungu ameweka, ziko rasilimali Mungu ameweka, lakini hutaweza kuzisimamia, hazitazaa, hazitatema. Kama ushirika, kama uhusiano wako na Mungu hautakuwa thabiti. Viko vipawa, ziko karama, ziko huduma. Inaweza ikawa ni vitu, ni mali, ni nini. Lazima ushirika, lazima uhusiano wako na Mungu uwe thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndivyo Mungu anavyo-operate. Ndivyo Mungu anavyo-operate. Na mwanadamu, kumbuka, we are a spiritual being. Asili ya mwanadamu is a spiritual being. Na uhusiano wetu sisi ni na Mungu wetu. Na ili uweze kutawala na kumiliki vizuri, lazima uwe na ushirika na huyu Mungu. Utakuwa na mafuta, utakuwa na mamlaka ya kumiliki na kutawala. Vile vipawa na karama zitatenda kazi vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawa ni elimu, baadaye tutaangalia huko mbele. Iwe ni elimu, yawe ni maarifa na ujuzi gani, rafiki yangu, hivyo vyote vitazaa sana. Vitazaa sana, vitadhihirika sana, vitatenda kazi sana endapo Mungu atakuwa na nafasi kwenye hilo jambo, kwenye hiyo rasilimali aliyokupa, kwenye kipawa alichokupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumesema katika umri ambao ilitakiwa basi tuhakikishe tunatunza sana ushirika na uhusiano na Mungu, kwa sababu ndio kipindi unatamani kuweka msingi wako mzuri wa maisha. Uanze kuwa na mambo yako mazuri uliopangilia toka mwanzo huko ukiwa mdogo. Unatamani kuanza kuona nimefanya hiki, nikafanya kile, nikafanya kile katika umri wa ujana. Sasa hayo yatawezekana, utaweza ukayazalisha hayo kama ushirika wako, uhusiano wako na Mungu uko thabiti, uko imara. Haleluya. Ukiangalia kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kuna watu ambao Mungu alitembea nao. Na baada ya kutembea nao sana, wakafanikiwa, wakapata vitu, wengine wakawa matajiri. Lakini watu hawa wakadhani vile vitu ni vyao. Wakadhani ni vyao. Lakini kumbe Bwana, vitu vyote hivi ambavyo Mungu anaachilia kwenye maisha yetu, yeye anasema Bwana, mimi ndio mwenye mali, kwako nimepitisha tu. Na utaona hapa, utasema kwani hawa si nimeenda sokoni nikanunua ng'ombe, nimeenda mnadani nikanunua ng'ombe akazaa na nini? Ng'ombe wangu hao na nini? Mungu anasema Bwana, mimi ndiye ninayekupa neema ya kufanikiwa na kuwa tajiri. Mifugo inaongezeka na nini, mbuzi wanaongezeka, kondoo wanaongezeka. Ni mimi, usiseme ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Uone kanuni ya Mungu ilivyo. Na usipokuwa makini utaanza kuhesabu hatua ulizochukua, utaanza kuhesabu zile hela kidogo ulizowekeza, utaanza kuhesabu ule usiku uliokuwa unakesha, utadhani ni ile bidii iliyokufanikisha. Lakini sio. Mungu anasema nilikuwepo, japokuwa ulikuwa unioni, nilikuwepo. Mimi ndio nilikuwa nawezesha hayo yanafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kizuri kama kutembea na huyu Mungu asionekana. Na hakuna kitu cha hatari kama kutembea na huyo Mungu asionekana. Utadhani hayupo, kumbe yupo. Yupo. Anakufanikisha, anakuwezesha. Na kwa sababu humuoni kwa macho, utadhani hayupo. Na Mungu atusaidie wakati mwingine tunaongea sana, kwa sababu Mungu humuoni kwa macho. Wenzetu waliona mambo ya kivuli tu, wana wa Israeli wakapata tabu kweli. Walikuwa na kivuli katikati yao chenye kudhihirisha Mungu yupo, lakini walipata shida, mapigo mazito. Kulikuwa na wingu mchana, kulikuwa na nguzo ya moto usiku. Lakini leo hii unaweza ukatamka sema, natamani sisi tungekuwa na Mungu namna hii akatembea na sisi. Mapigo yaliyokuwa yanawashukia sio mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu Mungu hatumuoni, wakati mwingine tunarahisisha sana. Tunarahisisha. Sasa Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na sura ya 8 mstari wa 12. Mstari wa 12 pale.
Biblia inasema, angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anachotuambia, anasema ni rahisi kweli ukafanikiwa, ukafaulu mitihani. Ni rahisi ukaenda kwenye interview, ukafaulu interview. Ni rahisi sana ukajenga nyumba, ukanunua gari, ukanunua na viwanja, ukafanya hiki na kile. Kwenye huduma ukafanya huduma, na huduma watu wakaisifia. Lakini anasema usije ukainua mabega. Ni mimi Mungu niliachilia dhamana ya hivyo vitu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi tunatambua hilo? Ni sawa sana, nasema jamani, wewe ni wakili tu wa hivi vitu nilivyoachilia katika maisha yako. Yaani wewe ni wakili tu, nimeachilia dhamana tu, yaani wewe wakuvishikilia na kuviangalia. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tukitambua haya mambo, inatupa moyo wa kunyenyekea, inatupa moyo wa kicho na hofu tunavyotembea katika maisha yetu, tukijua yuko Mungu atusaidiaye. Na huyu Mungu hayuko mbali, ni Mungu aliye karibu, ni Mungu anayetamani tumwite ili atufanikishe, ili maisha yetu yazae sana, maisha yetu yateme sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndugu zangu, niwaambie, hakuna kitu ambacho kinamfurahisha Mungu kama watu wake wakibarikiwa, watu wake wakifanikiwa. Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye vitu vyote, ni Mungu anayebariki baraka zake. Yaani Mungu akibaki na baraka zake hazihitaji, yaani Mungu yeye hahitaji baraka, anazipeleka wapi? Yaani Mungu anahitaji baraka, anazipeleka wapi? Yaani baraka ni kwa ajili yetu sisi, na anatamani atubariki. Na akikubariki ukatambua, basi unainua mikono, unamrudishia sifa, unamrudishia utukufu, unamwabudu asubuhi, unamwabudu mchana, unamwabudu jioni. Mwanadamu ambaye moyo wake umejaa ibada mbele za Mungu, mwenye kumwadhimisha, mwenye kumtukuza kama alivyokusudia toka siku ya uumbaji. Kwa hiyo Yesu amekuja kufanya restoration. Yale aliyovurugika pale bustani ya Edeni, Yesu amekuja kufanya restoration. Kwa hiyo anatamani aone tukirejea kwenye msingi. Haleluya. Na ukienda kwenye Agano Jipya, utaona jambo hili la uwakili linaendelea kuwa amplified, linaendelea kuongezwa na kufafanuliwa zaidi. Unaona huduma hii ya uwakili inazungumzwa tena. Na mtumishi wa Mungu Paulo alisema kwenye maeneo kadha wa kadha. Nitataja vifungu kadha wa kadha vya maandiko, lakini tutayasoma mengine machache, mengine tutayasoma ila utayaandika. Na wakati Paulo anakabidhiwa jukumu la kupeleka injili kwa mataifa, alitambua kwamba yeye anasema hii kwangu ni upendeleo, sikustahili. Wala sistahili hata kuwa miongoni mwa wale mitume. Sistahili kabisa, mimi sina sifa. Sasa nilikuwa ni mharibifu kabisa wa njia. Nimeliharibu sana kanisa. Kwa sababu hata sistahili. Hata kwamba na mimi ni mtume, mimi hata sistahili. Lakini nasema ninachofahamu, Mungu amenipa huduma kubwa ya uwakili. Uwakili wa siri za Mungu, uwakili wa neema ya Mungu. Uwakili ambao ni kwa ajili ya kuwapelekea watu wasiojua habari ya neema ya wokovu, kuijua neema ya wokovu, ili nao waifikirie toba. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hii ni huduma kubwa, hii ni huduma kubwa ambayo nimepewa tu kwa dhamana kama wakili wa kumwakilisha Yesu,
wa kuipeleka huduma hii kwa watu ambao walikuwa hawajafikiwa. Haleluya. Kwa hiyo yeye Paulo anaizungumza katika muktadha huo, muktadha wa huduma ambayo Mungu alimkabidhi ili aipeleke kwa mataifa. Kwa sababu mimi najua nilichopewa ni hiki, na hiki ndicho nitakachofukuzana nacho hiki. Haleluya. Wewe umepewa nini? Yeye Paulo alijua kwamba bwana, mimi nimepewa huduma ya Injili, na huduma hii niliyopewa ni kwa ajili ya wa mataifa, sio Wayahudi. Mimi nimepewa, akina Petro wao hangaike huku, mimi naenda kwa mataifa, na akina Barnaba wakaenda huko. Lakini sasa wewe umetambua Mungu ameweka nini kwako? Hicho alichoweka kwako anadai, kwa sababu kwako kimewekwa kama uwakili tu, kama dhamana. Ni kwa neema na ni kwa kitambo Mungu anapitisha vitu hivi ili tuvisimamie kwa ajili ya kusudi lake. Haleluya. Na nimesema mambo haya yanaweza kawa ni huduma, inaweza kawa ni ujuzi, inaweza kawa ni elimu, inaweza kawa ni mali, inaweza kawa ni fedha. Kwa hiyo vitu vile ambavyo Mungu amewekeza kwako ni kitu gani? Utasema mimi bwana, mimi hata elimu sina, kwa hiyo mimi hata siko kwenye hilo kundi, mimi sina elimu, mimi degree sina, mimi sina. Lakini nguvu unazo huna, uwezo wa kufagia unao huna, uwezo wa kuimba unao huna, uwezo wa kumchezea Bwana unao huna. Yaani kuna vitu vingi ambavyo kila mtu kapewa kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Kuna kwaya zina struggle hapa, zina struggle kutafuta mtu wa kuwapa step nzuri za kumchezea Bwana. Lakini wewe kumbe mwenzetu, wewe una uwezo wa kudesign step kwa ajili ya kucheza. Hao wanatunga wimbo, wewe unaleta step. Haleluya. Alafu kuna wengine hawajui kuimba, lakini ana uwezo wa kuandika nyimbo vizuri. Akakaa mbele za Bwana, Roho akasema naye, akaandika verse, akatiririka. Akasema jamani, hebu angalieni haya maneno hapa yanafaa kumwimbia Bwana. Sasa yamekaa vizuri. Sasa ngoja tukayape sauti. Kuna jamaa yuko pale kazi yake ni kutunga sauti. Alafu kuna mwingine yuko pale kazi yake ni kuanza kubuni step. Tunakwendaje? Kwa hiyo kila mmoja kuna kitu kapewa. Wewe umepewa nini? Umepewa nini rafiki yangu? Alafu kuna mwingine ni mtu mhamasishaji mzuri sana. Yeye kwenye kuimba hayupo, kwenye kucheza hayupo, sio kwenye nini hayupo, lakini yeye ana uwezo wa kushawishi watu na watu wakamsikiliza na watu wakamfuata. Wewe uko wapi? Yaani kuna kitu unacho, na hicho hukupewa kwa ajili yako. Lazima kimfaidi Bwana. Haleluya. Lazima kwanza namba moja kimfaidi Bwana. Halafu huko mwisho tutakuja kuona. Kwa hiyo utaandika Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Nitasoma maandiko kadhaa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Halafu utaandika Wakorinto wa kwanza tena hiyo sura ya 9. Sura ya 9 mstari wa 16 hadi wa 17. Utaandika Waefeso sura ya 3 mstari wa 2. Waefeso sura ya 3 mstari wa 2. Utaandika Wakolosai sura ya kwanza. Kolosai sura ya kwanza mstari ule wa 24 na 25. Halafu utaandika na Luka 12. Luka 12 na ule mstari wa 42. Ukisoma mistari yote hii unakuta inazungumza habari ya hii huduma ya uwakili kwenye Agano Jipya. Utakuta imesema kwa namna tofauti tofauti, lakini kimsingi inalenga kuelezea ile huduma na dhamana ambayo kanisa limepewa au watumishi wa Mungu wamepewa kwa ajili ya kujenga na kuendeleza ufalme wa Mungu. Na kwenye maandiko haya nitatamani tuanze ile Wakorinto wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa kwanza hadi wa 5. Hiyo nitaomba tuisome, ambayo itakuwa ndio msingi
hiyo mingine utajisomea. Korinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 5 inasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na ninyi, wala kwa hukumu ya binadamu, wala sijihukumu hata nafsi yangu. Maana sijui sababu ya kujishtaki nafsi yangu, lakini sihesabiwi haki kwa ajili hiyo, ila anihukumuye mimi ni Bwana. Basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atayajumulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Kwa ukiangalia maandiko haya, kimsingi Paulo anazungumza juu ya ile huduma aliyopewa, huduma ya injili aliyopewa, kazi aliyokabidhiwa. Anasema kwangu hii ni uwakili nimepewa, wakili wa kusimamia huduma hii, kama mhudumu wa kazi ya injili, kama mtumishi wa kazi ya injili, kama msimamizi wa kazi ambayo Yesu alimpa. Ni huduma ya uangalizi. Naangalia ile huduma, vitu na mali, vipawa na karama ambazo Mungu ameweka ndani yako katika maisha yako. Na Paulo anasema ya kwamba kimsingi huu uwakili ni uwakili wa neema. Na hata hivi vitu mbalimbali tunavyovizungumza ni vitu ambavyo Mungu anaviachilia kwa neema katika maisha yetu. Na niseme, najua kuna viko vipawa mbalimbali, kuna maarifa mbalimbali ambayo Mungu amewekeza kwetu tofauti tofauti. Sio kwa sababu ulimuomba, lakini Mungu aliwekeza ndani ya mtu. Na kwa sababu aliwekeza yeye, sio kwa sababu ulimuomba, ni kwa neema tu. Mungu ameachilia kwako. Lakini mwingine ana kipawa cha kuimba, sauti nzuri. Mwingine ana uwezo wa kupiga gitaa. Na si tu gitaa, vyombo tofauti tofauti. Lakini chombo kile kile anachokipiga yeye, ukimpa mtu mwingine, atajifunza hata miezi 6 na hataweza. Akijifunza leo, akija wiki ijayo anaanza tena moja. Akijifunza wiki ijayo, akija tena wiki nyingine ni kama anaanza tena moja. Yaani kwake, akili yake, yani hivyo vitu haviunganiki. Lakini wewe ukishika mara moja, kesho yako unasonga mbele. Ni kwa sababu Mungu amekupa neema tofauti. Na hiyo inakwenda hata mashuleni kwenye kusoma. Mwingine akiangalia tu hivi tayari vitu vimeshakaa kichwani, wala haji kurudia tena. Sio kwa sababu yeye ni bingwa mwenye akili ambazo alizitengeneza. Hakutengeneza hizo akili. Mungu aliachilia kwake hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa ukiwa unatembea, unanyanyua mabega hapo, unasema Bwana, mimi na A, wote nimepata A, nimepata misonge yote mimi. Unafikiri wengine hawataki hiyo misonge? Unafikiri hawaitaki? Anaitaka, lakini uwezo unatofautiana. Kwa hiyo wewe hukumpa Mungu nini? Rushwa. Yaani Mungu aliachilia mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atupe kutambua chochote kile Mungu anachokupa wewe kikawa distinctive, kikawa unique. Jua Mungu amekiachilia kwa neema. Sasa muulize Mungu, hiki kitu nikitumieje ili we Mungu ufurahi, ili Mungu kazi yako isonge mbele, ili watu wako Mungu wakifaidi. Hiki kitu hiki Mungu nakitumiaje? Mungu anatamani hiyo. Ndio maana ya uwakili tuliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani rafiki yangu, tuwe tofauti na watu wengine ambao hawamjui Mungu. Watu ambao hawamjui Mungu, spiriti kubwa sana ni ubinafsi. Na mtu akishajua kwamba yuko unique kwenye eneo fulani, ndio kwanza analinda na kinga namna. Tunapaswa kuachilia. Tukitambua sisi hatukuvitengeneza hivyo, Mungu aliachilia. Sawa sawa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Na tukitambua mambo haya Mungu, na kuna mahali nitakupeleka, nitakueleza. Usidhani kwa mfano
Usidhani kwa mfano tutakwenda mpaka namna huduma nyingine na kutoa na kuwasaidia wengine na nini. Wakati mwingine yani mtu anaangalia sasa, nikitoa vinaisha, nikitoa inaisha, hii sasa inakwaje? Kwa taarifa yako, huduma, kipawa, utumishi Mungu aliyokupa, ujuzi na maarifa Mungu aliyokupa, unavyozidi kuutumia, unavyozidi kuwasaidia wengine, ndio unazidi kuongezeka zaidi. Yaani hiyo ndio kanuni ya Mungu. Yaani kama Mungu amekupa mali, amekupa fedha, ukawa unatoa, unavyotoa zaidi kwa ajili ya kuwabariki watu, Mungu anaona sababu ya kukubariki zaidi, kwa sababu kwako wewe ni lango la kuwabariki watu wengine. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Yaani natamani hiki kitu tukifahamu. Ni kanuni ya Mungu hivyo. Iwe una shilingi 5,000, iwe una shilingi ngapi, hiyo ni kanuni ya Mungu hivyo. Ukitoa vinaongezeka. Na kama ni kuimba, ukiimba kwa moyo safi, Mungu anakupaka mafuta zaidi. Yaani ukiimba kwa uhuru, hata ukawa tayari wakati ufao na wakati usiofaa. Kwa sababu wakati mwingine na yenyewe unasema jamani, yaani nimechoka kwa sababu sasa hata sijajiandaa, wamesema wengine wote hawapo, Bwana tunaomba tu wewe uje utusaidie kuimbisha, wengine hawapo, jamani ratiba yangu, mambo yangu na nini. Ukiwa na utayari, I say Mungu atazidi kukupaka mafuta, unashangaa. Yaani ukikamata tu maiki namna hii, yaani watu wanaanza kububujika kabla hujaanza kuimba. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu sio cha kwako. Mungu ndiye anayekiquicken. Anaachilia his enablement, uweza na uwezesho wake. Sawa jamani? Yaani wewe ni mtu wa kushuhudia, unavyoshuhudia zaidi, mafuta yake yanaongezeka zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naongea na mtumishi mmoja ambaye ana huduma kubwa tu, huduma kubwa sana. Sasa akawa ananiambia, kanasema, unajua kwenye hizi huduma hizi tunazofanya, wakati mwingine, na hiki kitu naomba vijana, sababu tunazo nguvu na hizi huduma tunazifanya, tufanye sasa kwa bidii. Anasema mimi nilijifunza kitu kimoja. Wakati naombea watu ili wafunguliwe, wakati mwingine watu wana manguvu ya giza, mapepo na nini. Sasa kuna mwingine ni makorofi sana. Anasema katika huduma hizi kuna kupanda. Kwa sababu haya manguvu na yenyewe yako kwenye levels tofauti. Sasa kama wewe ukiwa unahangaika na vile vidogo, yani level yako itaishia tu hapo. Yani kuna level ambayo utakemea hapo hayatoki. Lakini nasema, yani ikifika mahali ukasema mimi ninachojua mamlaka ya Mungu ninayo. Leo tumezungumza hapa ule ufalme, mamlaka ya ufalme, kwamba una mamlaka ya kifalme, unakemea na kuvunja mapepo na nini, unafukuza yanatoka. Anasema ukitambua, ukasimama, kuna level fulani unafika, mapepo hayo ukinyoosha tu mkono yanatimka yenyewe, kwa sababu wewe tayari daraja lako ni kubwa sana. Kwa hiyo madaraja yetu katika utumishi yanaongezeka. Usiseme hili halitoki, hili nishaombea halitoki. Hakikisha linatoka. Likishatoka level ya hayo yote, ukikemea dakika linatoka. Inaendaga hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka kusema tu kwenye huduma hiyo. Lakini kwenye huduma mbalimbali kuna kuexcel, kuna kuongezeka kwenye kila eneo unalofanya. The more you do it, the more you give yourself, Bwana naye anakuongeza na kuzidisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, Paulo kwenye hii mistari mbalimbali ambayo nimekusomea hapa, kienda kwenye kitabu cha Waefeso, wa Kolosai, wa Korinto, kienda kwenye vitabu vyote hivyo, utaona Paulo anatambua wito wa huduma aliyokuwa ameitiwa, kwamba ulikuwa ni wito wa huduma ya uwakili wa kazi ya Mungu, na sisi tunapaswa kutambua hivyo. Na kama nilivyosema, yeye alijua ya wazi ya kwamba alipaswa kuihubiri Injili kwa mataifa, na akaifanya kwa bidii, kwa moyo wake wote akaifanya kwa bidii. Na katika kuifanya kwake kwa bidii, alifahamu jambo hili. Akajua, hapa mimi ninafanya kazi ya kumtambulisha Kristo kwa mataifa, na ninavyokwenda kuifanya kazi, nafanya kazi
kama balozi wa kumwakilisha Yesu. Kwa hiyo mwenendo wangu na ninavyokwenda nibebe taswira yenye kumwakilisha Yesu kwa mataifa. Na lazima nipeleke ujumbe ambao unamfanania huyu Yesu naye kwenda kumhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba anapeleka neno la ukombozi kwa mataifa. Na alijua yeye alitengwa kwa ajili ya huduma hiyo. Na sisi hilo jambo tunapaswa kufahamu, kwamba tunavyookoka kimsingi ni watu tuliotengwa. Watu waliookoka, watu waliotakaswa na damu ya Yesu ni watu waliotengwa kwa ajili ya Bwana. Watu tuliotengwa kwa ajili ya Bwana. Na ukisoma Wakolosai, nitaomba hiyo tuisome. Wakolosai ile sura ya 3. Wakolosai sura ya 3. Na ule mstari wa kwanza nitasoma. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza. Nasema, basi mkiwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12. Sura ya 3 mstari wa 12. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Lakini msingi wangu kwenye maneno mawili. Neno la kwanza, kuwa mmekuwa wateule wa Mungu. Ni watu tulioteuliwa na ni watu tulio watakatifu. Kitu kitakatifu ni kitu kilichotengwa kwa ajili ya Bwana. Set apart for the Lord. Tumetengwa kwa ajili ya Bwana. Kwa ukifahamu kwamba mimi nilivyookoka, mimi ni mtu maalum sana, mimi ni mteule wa Bwana. Na maneno kama hayo utayakuta kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 9. Utayakuta maneno kama hayo, kwamba sisi ni watu tulioteuliwa, watu wateule, ni watu takatifu. Na kama sisi ni watu takatifu, ni watu kwa ajili ya Bwana. Sasa huyu mtu kwa ajili ya Bwana, uliyetengwa kwa ajili ya Bwana, kwa ajili tu ya kuimba hapa na kwenda kushuhudia, umetengwa katika ukamilifu wote. Kwa hiyo vitu Bwana anavyoachilia katika maisha yako, ujua Bwana anayo sehemu. Yeye ndiye ameviachilia, na yeye ana hisa kwenye vitu hivyo, anaubia kwenye vitu hivyo. Waache wa kule duniani wasitambue hayo. Hata hivyo, wa kule duniani wengineo kuna miungu anayoihudumia pia. Yaani vile anavyovipata, kuna miungu ambayo inavishiriki vile. Iko miungu inavishiriki. Sasa sisi tunaye Mungu tunayemfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aliyetuokoa. Sasa huyo ndio tunataka tutembee naye katika maisha yetu, tukijua Mungu wewe umetupa dhamana, umetupa uwakili wa vitu mbalimbali unavyoviachilia. Kama ulivyotuita, umetuita sisi na vile tulivyo navyo tutakutumikia, pamoja na tulivyo navyo na vipawa na karama na mali na vitu vyote Mungu tutakutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, ukifahamu hayo, utakuwa mtu wa faida sana, utazalisha sana, utafanikiwa sana, Mungu atakubariki sana, na watu watakutamani katika maeneo tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Maeneo yote, mtu asikudanganye, maeneo yote. Hakuna eneo ambalo Mungu hahusiki nasi. Haleluya. Na kisoma pia ile Wakorinto wa kwanza sura ya 4 na mstari wa kwanza, ambayo tunaifahamu, Paulo anazungumza kwamba mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi ni nani? Korinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza, tumeisoma hiyo. Mtu na atuhesabu hivi kuwa sisi tu watumishi wa Kristo.
Lazima tujifahamu hivyo, tujitambue hivyo, na kama tukijitambua hivyo, kuna namna pia inatakiwa iongoze maisha yetu. Kujitambua ni jambo la muhimu sana, ni msingi, is the foundation. Ndio mahali pa kuanzia, kujitambua kwamba mimi ni nani, kwa sababu hiyo itaongoza hatua zako. Hiyo itaelezea unapaswa uenendeje katika maisha yako. Na ukienda kwenye Wakorinto wa pili sura ile ya 5 na mstari ule wa 18, anaendelea mbele zaidi. Anasema tu si kwamba tumechaguliwa kama watumishi wa Kristo, lakini pia kama wapatanishi. Kwa hiyo anafafanua kwa zaidi kwenye yale mbalimbali ambayo Mungu alimpa kuyafanya. Anasema alitupa huduma ya upatanisho, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo Paulo anayeweka hayo wazi kwetu kwamba yako mambo ambayo Mungu anategemea tukayafanye kama ambavyo alitukusudia kama kanisa lake. Huduma na wenyewe kukutana na huyo Mungu. Haleluya. Sasa natamani tuende kwenye kipengele kinachohusiana na sifa na mwenendo wa huyu mtu ambaye yeye ametambua kwamba yeye ni wakili wa vitu mbalimbali ambavyo Mungu amevileta katika maisha yake. Yeye ni wakili toka siku ile alivyompa Yesu maisha yake. Ametengeneza uhusiano na ushirika na Mungu wake. Kwa hiyo Mungu ana hisa kwenye maisha yake. Yeye ni mbia katika maisha yake. Anatamani kuhusishwa katika maisha yake. Sifa za huyu mtu. Uwakili wa Mungu una sifa zake. Una sifa zake. Jambo la kwanza tumeiona wakati tunasoma kwenye hii Wakorinto wa kwanza sura ya 4. Paulo anazungumza sifa mojawapo ambayo ni ya muhimu sana wa huyu mtu aliyepewa dhamana ya huduma hii kubwa sana ambayo Mungu amewekeza katika maisha yake, au vile vitu ambavyo Mungu amewekeza katika maisha yake. Na sifa ya kwanza anasema ni uaminifu. Uaminifu. Kwamba ili uweze kufanya huduma ya uwakili kwa uzuri, ifanye vizuri kama Mungu anavyotaka, ni sharti ionekane kwamba sisi waaminifu. Sasa uaminifu unajumuisha nini? Unajumuisha kwa wakweli, unajumuisha uadilifu, kwa mwadilifu, unajumuisha kutenda kwa ubora. Kila unachokifanya unakifanya kwa ubora, ukijua kwamba hiki kitu kina mwenyewe, na mwenyewe anategemea nifanye vizuri. Lakini pia usiwe mwongo, usiwe mtu mwenye kona kona, ukijua kwamba yule aliyekupa ile huduma, aliyekupa dhamana, anategemea ukweli wako, anategemea uwe mwadilifu. Usiwe mwongo, usiwe mtu mwenye kona kona. Anategemea tuwe ni watu wenye kuwajibika. Unajua wajibu wako ni nini, na unautendea kazi wajibu wako. Na kama nilivyosema mwanzoni, kuna kuwa accountable. Hapa ni kuwa responsible na kuwa accountable. Kutoa hesabu. Ujua akija atakuuliza kwa nini hili na lile hukufanya. Kuna kuwajibishwa. Kuna kuwajibika kwa yale ambayo hayakwenda sawa, kwa kutendea kazi yale tuliyopaswa kuyafanya. Uadilifu unatupeleka huko, kuwajibika na kuwa tayari kuwajibishwa.
Lakini uaminifu unatupeleka kulipa gharama. Kulipa gharama. Yaani utafanya kazi, utaifanya ile huduma kwa kiwango ambacho kuna maeneo utataabika. Kuna maeneo ambayo utahuzunika. Kuna maeneo ambayo hautafurahi wala kufurahishwa. Lakini kwa sababu ile kazi, ile huduma imewekwa kwako, inatakiwa uwe tayari. Na ukiangalia Paulo anazungumza kwamba yeye alikuwa ni wakili na alipewa wakili wa neema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile huduma ilikuwa nyepesi, haikuwa nyepesi. Haikuwa nyepesi. Na neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Lakini kuna sehemu alicharazwa bakora. Kuna sehemu alivuliwa nguo. Kuna sehemu hakula chakula. Kuna sehemu anasema walivunjikiwa meli au nini merikebu. Wako kwenye bahari huko, ikawaharibikia. Na alikuwa tayari kwa hayo. Alikuwa tayari kwa hayo. Kwa hiyo huduma, kama tukiwa waaminifu, hatutahesabu gharama, lakini tutahesabu ile dhamana tuliopewa. Tasema Mungu aliyenipa hii huduma nitaifanya kwa bidii, bila kunungunika, bila kulalamika, nitajitia moyo nisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma hizi nyaraka mbalimbali za Paulo, nikashangaa sana. Ukizisoma hizi nyaraka, kumbukeni hivi, Paulo alikuwa yeye ndiye mchungaji wa hawa mataifa. Ndiye aliyepeleka Injili, ndiye anayewahubiria, ndiye anayewatia moyo. Kwa hiyo hawa watu hawana mtu mwingine wanayemfahamu zaidi yake. Kwa hiyo yeye ndiye wanajua, yeye ndiye aliyetuhubiria. Kwa hiyo yeye ndiye role model Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa role model naye anapita kwenye mapito. Role model anakumbana na mambo mazito ambayo yanahitaji kutiwa moyo, alafu hakuna wa kumtia moyo. Anafanya nini sasa? Na wale wanamwangalia kwamba huyu anatakiwa aende Rumi, anatakiwa aende akauawe, anatakiwa afanye nini, lakini anajitia moyo na anawatia moyo, anawaambia msiogope. Bwana Yesu asifiwe. Anasema haya mimi sinahesabu haya mateso kama si kitu. Anasonga, sio kwamba mwili ulikuwa haumii, unaumia, lakini kanisa linamwangalia yeye. Kwa hiyo sasa yeye ndio akulitia moyo, sababu wale ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kwamba kila kitu kinakuwa haleluya tu, haleluya. Ziko nyakati ambazo mambo yanakuwa ni magumu, lakini kwa sababu alimjua aliyemwita, alijua kweli aliyoipokea, akasema hili kanisa lazima lidumu, lazima lisonge mbele. Zile nyaraka hata alivyokuwa kifungoni, akawa anaendelea kuwaandikia, anawatia moyo. Mtu yuko kifungoni, amefungwa minyororo huku, leo hii tukizisoma, yani unafurahi, zinakutia moyo, lakini zimeandikwa na mtu yuko kifungoni. Mtu ambaye alikuwa hana wa kumtia moyo zaidi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Walienda watu wakawa wanajaribu kumsaidia, wanamtia moyo, lakini kimsingi wala wanamtia moyo, lakini wanajiuliza mara mbili, itakuwaje? Kwa hiyo bado walitegemea wao kutiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiangalia nyaraka hizi, makanisa ya Efeso, makanisa, na walikuwa wanakwenda wanampelekea taarifa kwamba sasa bwana kule kuna manunguniko, kuna malalamiko, watu wanaongea. Kwa inabidi kule aandike, kawaambie haya, nende wapelekee, kawaambie haya. Anaendelea kulilea, kulitunza kanisa, yuko gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema ni nini? Uaminifu unakufanya ufanye kazi ya Mungu kwa bidii. Haleluya. Uaminifu unakufanya usihesabu gharama, umwangalie Kristo, usonge mbele, useme namjua aliyeniita. Hutamwangalia kiongozi, hutalalamika kwa sababu ulitamani mchungaji aje hajaja, lakini unamjua Yesu aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe. Unafahamu huduma ulionayo sio huduma ya mchungaji, ni huduma Mungu alikupa, na unatumika kwa ajili ya Mungu.
sawa? Kwa hiyo hutakaa ukalalamika kwa sababu basi siendi. Basi uende, kwani nani akakuita? Hujaokolewa na mtu. Alafu kila mmoja wetu hapa kuna namna Mungu alikutana naye. Yaani kuna namna Mungu alikukuta kwenye kibano fulani, alafu akakuchomoa pale. Kwa hiyo usiangalie ukasahau alikokutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka uaminifu na wema wa Mungu, tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Usilalamike mama, usilalamike binti, usilalamike kijana, usinungunike, tusonge mbele. Wako watu ambao walisimama kwa uaminifu kuihubiri hii injili ambayo na sisi leo tunaihubiri, ambao kama wangekata tamaa leo hii tusingekuwa na kanisa, tusingekuwa na injili. Lakini wale walisimama wima, wakasema tutasonga mbele, tutamhubiri huyu Yesu, tulimthibitisha, tutaendelea. Haleluya. Jamani, haijalishi iwe ni ofisini, iwe ni wapi, msimamo ni ule ule, kwamba imani yetu kwa Yesu haipaswi kutetereka. Haleluya. Imani yetu kwa Yesu haipaswi kutetereka. Na uzuri wa imani hii, ndugu zangu, inazaa, inatema, inazaa vitu vizuri. Yaani tusonge mbele, tusonge mbele. Lakini jambo lingine katika uaminifu huo ni lazima kutambua sasa, lazima kutambua nafasi yetu na vile vitu tulivyopewa, tulivyopokea, ambavyo Mungu ameweka ndani yetu, ili tuwe waaminifu katika hayo, katika hivyo tuwe waaminifu pasipo kuzimia moyo, pasipo kuzimia moyo. Jambo la pili katika zile sifa ambazo tunapaswa kuwa nazo ni utakatifu. Na ndugu zangu, swala la utakatifu kwetu sisi watu waliookoka ni wimbo wa kila sekunde, kila nukta inayopita ni kitu ambacho lazima tukiimbe, ni lazima tukitafakari kwamba utakatifu ni vazi letu. Yeye Mungu ni mtakatifu. Mtakatifu ndani, nje, mwenendo wetu, mawazo ya mioyo yetu, mwenendo wetu udhihirishe kwamba sisi ni watu takatifu. Mwenendo wetu usiwe wa kutiliwa shaka na wale wanaotuzunguka, usiwe wa kutiliwa shaka. Uwe ni mwenendo ambao uko wazi. Yaani kwa maneno mengine, wewe mahali popote watu wanakuhesabuje? Watu wakikuangalia wanakuhesabuje? Kumbuka ya kwamba sisi tunaye Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakaa mahali safi. Na kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, basi tunda la Roho lidhihirike katika maisha yetu, katika kuongea kwetu, katika kutenda kwetu, katika kuenenda kwetu. Basi tunda la Roho lidhihirike, lionekane. Mwenendo wetu uakisi yule aliyeko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, sisi tunayo sifa na tabia ya uungu ndani yetu. Tuna tabia ya uungu ndani yetu, kama ambavyo wakule duniani wana mwenendo wa kidunia dunia. Sasa sisi wenyeji wetu ni mbinguni, wenyeji wetu mbinguni. Lakini bahati mbaya, kwa macho haya hatujawahi kwenda huko mbinguni. Lakini mbinguni tunasoma sifa zake kwa kupitia maandiko. Lakini Mungu akafanya kitu cha ajabu sana. Akasema hawa watu hawa ambao ninataka wafananie sifa na tabia za mbinguni, nitampeleka Roho atokae mbinguni ili akae ndani yao, ili abadilishe tabia zao na mwenendo wao, watembee, wawaze, waenende kwa tabia za huku mbinguni. Na anaitwa Roho Mtakatifu, yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule anafunua tabia za kule malaika waliko kule mbinguni. Sema hizi ndio tabia za kule.
Sasa wapendwa wangu, tuzi amplify hizo ziwe ndio muonekano na mwenendo katika maisha yetu 360. Yaani mwenendo wetu wote uzungukwe na hayo matendo ya tabia nzuri za Roho Mtakatifu. Kwenye kitabu cha Wagalatia kinayazungumza hayo, sura ile ya 5, tunda la Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anasema, Isaya sura ya 52 na ule mstari wa 11 anasema, iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Iweni safi ninyi mnaobeba vyombo vya Bwana. Sasa sisi Mungu ametupa neema ya kubeba uungu, tunatembea nao. Ndio tunambeba Mungu, tunazunguka naye. Leo asubuhi tumezungumza hapa. Mhubiri amehubiri hapa. Yaani uungu uko ndani ya kila mmoja wetu, watu wa Mungu. Na naomba ukilifahamu hilo, basi standard yako ya mwenendo, tafakari zako, maisha na tabia za kawaida utazipandisha viwango. Hutatamani kuishi kama mtu wa kawaida, kwa sababu Mungu hajatufanya tu watu wa kawaida. Na ndio maana Roho Mtakatifu hayuko kwa kila mtu, au yuko kwa mataifa. Yuko tu kwa wale ambao wamemwamini Yesu, wamempokea Yesu. Huko ndio anafanya maskani yake, kwa sababu msingi wake kwanza mtu aoshwe, atakaswe dhambi, awe safi. Sasa yeye anakuja anafanya maskani yake pale. Kwa hiyo lazima tujidistinguish na watu wengine katika mwenendo, katika muonekano. Wapendwa, ninyi ni watu wa thamani. Mungu ametuinua sana viwango. Ametufanya kuwa watu wa juu sana, wa heshima kubwa, watu wa thamani kubwa sana. Ni kwa sababu macho haya hayawezi kueleza sana. Lakini laiti tungefunuliwa rohoni tukajiona tulivyo. Kama tungegeuzwa hivi tukaweza kuona ulimwengu wa roho unavyofanana, alafu mambo katika ulimwengu wa roho yanavyo operate, alafu ukajiona wewe unavyoonekana katika ulimwengu wa roho, ungeshangaa mpaka mwisho. Wewe you are just too special. Yaani wewe ni mtu wa maana, mtu wa thamani, na natamani tujione hivyo na tuenende hivyo. Haleluya. Uthamani wako hautokani na vile vitu ulivyo navyo. Hautokani na vile ulivyo navyo, au hautokani na vile ulivyo navyo. Ni zaidi ya hapo. Ni ile thamani Mungu aliyowekeza kwako. Unaanzia hapo, alafu mengine anafuata. Kwa hiyo tutambue hiyo. Lakini jambo la tatu kwenye sifa za hawa watu ambao Mungu amewapa hii huduma nzuri ya uwakili wa vitu vyake, mambo yake, huduma zake, ni sifa ya kujitoa na kujituma. Kujitoa na kujituma. Na huku kujitoa na kujituma kunatokana na kutambua kwamba tunamtumikia Mungu, sio wanadamu. Na katika hili kujitoa, katika hili na kujitoa na kujituma, linatakiwa lionekane katika maeneo tofauti tofauti ya maisha. Moja, kwenye huduma mbalimbali. Huduma ya utoaji. Vijana nisikilizeni. Vijana nisikilizeni vizuri. Vijana ni kundi ambalo mara nyingi watu tunajihurumia kweli, kwa sababu tuna mambo mengi, miscellaneous nyingi, mambo hayajakaa sawa sawa. Una mahitaji mengi, unahitaji nauli, unahitaji nini, kiatu, unahitaji gauni, unahitaji nini, nywele ikae vizuri, unahitaji mafuta ya kae sawa sawa, ujipake, uweke makeup ikae vizuri na nini. Kwa hiyo pesa kwa kijana ni kama vile hazitoshi. Kama hazitoshi, yani hazitoshi. Hata ningekupa laki, yani hiyo laki, yani kama sijakupa chochote. Yupa laki mbili, yani sijakupa kitu. Kwa sababu mahitaji ni mengi, unataka ufanye hiki, unataka ufanye hiki. Alafu ndio age ya kutamani kuonekana. Vijana wa kiume wanataka kuonekana, mabinti wanataka kuonekana. Which is okay. Lakini sasa
ni katika kipindi ambacho Mungu naye anatamani tumtumikie kwa kutambua yeye ndiye mpaji wa vyote. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio nataka niseme hivi, huwa tunafunga na kuzuia baraka zetu vijana. Yaani kwa sababu rasilimali hazitutoshi, kwa hiyo mara nyingi hatutoi. Yaani unaona ni heri usitoe fungu la 10. Unaona fungu la 10 bwana, hilo hata Mungu anajua mimi sina hela ya kunitosha, wewe mimi hili sitoi. Sasa nakueleza jambo moja. Hili jambo lisikilize vizuri sana, ulifanyie kazi. Fungu la 10, kuna wengine wameenda kwenye imani zinawaambia fungu la 10 ni mambo ya Agano la Kale. Agano hili, Agano Jipya, mambo ya fungu la 10 yalishapitwa na wakati. Sasa niseme fungu la 10 ni fungu takatifu. Lile ni fungu takatifu, ni fungu la Mungu, sio la kwako, ni la Mungu. Na kwa sababu ni fungu la Mungu na kwa sababu ni fungu takatifu, ukibaki nalo kwako hujalitoa, unajitafutia laana kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye vyanzo vyako vyote vya mapato. Yaani kama chanzo kilikuwa umefanya biashara, alafu ile biashara hukutaka kuitolea fungu la 10, rafiki yangu, umefungua mlango pale wa uharibifu kwenye ile biashara. Kama ni kazi, kwenye ajira, hujatoa ile fungu la 10 kwenye ile kazi, unafungua mlango wa uharibifu. Yaani kutakuwa kuna vurugu nyingi kwenye ile kazi, kwa sababu umezuilia kitu ambacho sio cha kwako, ni cha Mungu. Na Mungu yeye haji kuleta uharibifu. Maandiko yanasema anamwachilia yule aharibuye, yule mharibu anaingia. Kwa hiyo yeye atavuruga tu, mara kimetokea hivi, mara ugonjwa umeenda hivi, mara imefanya hivi, mara imefanya hivi, mpaka unajiuliza hii pesa imeenda wapi? Kwa sababu ni biblical. Lile ni fungu la Mungu, ni hela ya Mungu. Yaani ukibaki na ile inakuletea shida. Yaani whether utabaki na hela au utabaki na hela, hiyo ya Mungu sema Bwana, hii sio yangu, nenda ngoja hii iondoke. Ukifanya hivyo unafungua mlango wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unafungua mlango wa baraka. Vijana, nasema hivi kwa sababu vijana wengi hilo ndilo linalowasibu, na tunadhani kwamba hata Mungu anajua. Mungu ana kanuni na anatembea katika kanuni zake. Kwa hiyo tusimzuilie Mungu kutubariki kwa kushikilia mafungu yake. Yale ni ya kwake, sio ya kwako. Yaani wewe toa ile 10, alafu zile nyingine sasa wewe ujue utakavyo, kwamba aliyekukopa sijui utamchelewesha, utamrudishia ule mkopo, utarudisha kwanza, sijui kitu gani sio utafanya kwanza. Hayo hiyo ile baki kwanza, lakini ya Mungu rudisha kwanza. Mungu ndiye atafungua mlango wa vitu vingine. Na ninasema hivyo kwa sababu nime-experience hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe toa kila unacho, yaani whether it is small or big, wewe uwe mwaminifu, tolee Bwana. Lakini tuwe uaminifu pia kwenye utoaji wa sadaka. Wewe mtolee, the more you give the more God releases. Sababu nimesema Mungu ana vyote. Kama ni fedha, Mungu anazo zote. Kama ni dhahabu, anazo yote. Kama sijui ni shaba na, kwa hiyo Mungu ana vyote. Na Mungu hahitaji kupita kwenye njia kama basi la mwendo kasi. Na Mungu akiachilia baraka hahitaji atengenezewe kama chujio hivi alafu adondoshe pale hivi ili yeye hafungwi. Baraka zake anaziachilia from each and every angle. Hafungwi. Shida kwa sababu tunamwekea mpaka kwamba kwa mazingira haya hakuna namna Mungu anaweza kufanya. Hakuna namna. Ukisema hivyo, kuna jamaa mmoja alisema hivyo, hata yangefunguliwa malango ya mbinguni hakuna mtu chakula hakiwezi kutosha. Akamwambia sasa utaona na utakula. Sababu Mungu hafungiwi mipaka. Mungu ni wa uweza wote. Bwana Yesu asifiwe. Natamani mumjue Mungu sana. Mkimjua Mungu sana, mtaishi naye kwa uzuri sana, na atawabariki sana, na mtaongezeka sana, mtazidi sana. Hamtaishi maisha ya kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani naomba tusiishi maisha hoe hae, yaani maisha ya kubangaiza, yaani ninyi sio watu wa kubangaiza. Mnaye Mungu mwenye nguvu, Mungu mtoshelevu, Mungu mpaji, mwenye uweza wote. Bwana Yesu asifiwe. Tambueni hizi kanuni hizi. Yaani umepewa fedha, sawa ulikuwa huna, umepewa. Wewe uwe mwaminifu, sema Bwana, kwenye hii niliopewa hii kuna fungu la 10, ngoja nipeleke. Unaonekana kaka akili zako haziko sawa sawa, lakini that's how you connect with God. Yaani sehemu ya pili, ukimpa Mungu hilo fungu la 10, una connect
ile kazi una connect, biashara una connect maisha yako na Mungu. Unaya connect na Mungu, ambaye Mungu yeye ndio bomba lenyewe la kuachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nimesema toka mwanzo mwanadamu hakukusudiwa aishi ajidisconnect kutoka kwa Mungu. Haikukusudiwa hivyo. Ye mwanadamu ili aweze kuwa fruitful, alikusudiwa awe connected na Mungu. Hapo ndio unakuwa fruitful. Ukijidisconnect kwa Mungu, you are gone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, tutafute namna ya kuconnect na Mungu all the time. Tafuta namna ya kutengeneza ushirika na uhusiano wako na Mungu. Watu watakutamani uwe karibu nao. Watakutamani waje wajifunze siri za mafanikio. Haleluya. I say, ukitembea na huyu Mungu vizuri, yani Bwana anakufurahisha. Na Mungu anajua kufurahisha kweli kweli. Lakini pia Mungu anajua namna ya kuadabisha. Usipokaa kwenye kanuni, kwa sababu unajua Mungu ana wivu sana na sisi. Kwa hiyo akikuona unatoka kwenye mstari wake, hata kuacha utoke kirahisi rahisi. Hata kuacha kwa sababu ya thamani ya damu ya ukombozi. Wewe hakuachi tu uondoke tu useme mimi naondoka, mimi sitaki tena. Lazima atakushughulikia kwanza. Unaondoka kirahisi namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, Mungu anatupenda. Ni katika upendo wake anatamani tumjue sana. Katika upendo wake anatamani tujibidishe, tutembee naye kama baba yetu. Haleluya. Lakini pia tujitahidi sana. Kama ni kwenye changizo za chama, usione michango imezidi. Unayempa sio kiongozi, ni Mungu. Na hiyo ndio kanuni ambayo mimi katika maisha nimesema, mimi nikitoa najua natoa kwa Mungu. Mimi siangalii namtolea mtu. Mimi nasema Mungu nimekutolea. Na as long as wewe unasema nimekutolea Mungu, Mungu ana count kwamba huyu amenitolea. Yaani usiseme kwamba nawatolea viongozi au wamezidi na juzi wakasema. Wewe sema namtolea Mungu. Kwa hiyo I'm keeping an account ya yale ambayo nimefanya kwa Mungu. That's good. Na Mungu hapotezei, Mungu hasahau. Yaani kumbukumbu, daftari la kumbukumbu la Mungu liko vizuri, huwa lile halifutiki. Halifutiki lile. Lakini jambo lingine kwenye mambo haya ya huduma wapendwa, mambo haya ya huduma, iwe ni kwenye ushuhudiaji, kwenye Injili, tuhakikishe tunajituma. Na nitakuambia kitu hapo. Tujitoe, kukusanyika kwenye makusanyiko yetu kama vijana. Tujitoe, tuwepo. Tusiwaache viongozi peke yao. Chama hiki ni cha vijana. Vijana ili muweze kusonga mbele vizuri na Mungu aweze kuwahudumia, anahitaji waone. Kuna kitu kinaitwa corporate anointing. Mungu anataka wahudumie kama kundi la vijana. Aachilie upako wa kuwainua kama kundi la vijana. Alafu Mungu kuna wakati anadili na mtu mmoja mmoja. Anashughulika na mtu mmoja mmoja, anahudumia mtu mmoja. Lakini akiwatafuta sasa vijana anawaona. Asipowaona Mungu, unajua Mungu ana hisia kama sisi. Anaumia, anasikitika, anahuzunika kwamba wanangu wako wapi? Shida moja ni kwamba unajua haya macho haya yana limitation, kama nilivyokusha kusema, yana limitation. Limitation yake ni kwamba si tunaona tu kwenye hizi pande nne, is it 3D 4D or what sio wanaita nini, yani tunaona tu vitu katika taswira hizi tunazoweza kuona, lakini hatuwezi kwenda upande wa zaidi ya hapo tukaona ulimwengu wa roho ulivyo na jinsi ambavyo kulivyo na vurugu nyingi kwenye ulimwengu wa roho. Na Mungu ndiye awezaye kutulinda na kutupigania dhidi ya hayo ambayo huko hatuyaoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi sana tuwepo kwenye kusanyiko, ili Mungu akitaka kutuhudumia atuhudumie kwenye kusanyiko. Mungu akitaka kushughulika na sisi atukute. Na maandiko yanazungumza kwamba tusiache kukusanyika pamoja kama wengine wafanyavyo. Waebrania 10:25. Waebrania 10:25. Lakini kwa nini haya maneno yamesemwa? Haya maneno yalisemwa kwa sababu kuna watu walikuwa wamelegalega kwenye kukutana. Kwa hiyo maandiko sasa, lakini watu hata hawakutaniki, watu wako busy, watu wanaenda kule na kule. Sasa nenda ukawaambie na haya. Kaandika. Paulo anaandika.
Kwa hivyo waambie wasiache kukusanyika. Kwa hiyo vijana, tusiache kukusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndivyo Mungu anavyotuhudumia. Mungu anatuhitaji. Msaada wako anao Bwana. Na Bwana anaweza kukusudia msaada wako upate kwenye kipindi cha idara. Kwa hiyo tuwepo. Wewe jitume. Lakini pia kuna huduma nyinginezo za masaidiano. Zinaweza kawepo huduma za masaidiano, kutiana moyo, kuwajali wengine. Hayo nayo tuyafanye. Tuyafanye. Na unajua ni kwa nini? Unajua hizi idara hizi, wakati mwingine unaweza ukasema bwana, hawa viongozi wataendelea na nini? Idara hizi hazikuwekwa kwa bahati mbaya. Mtiririko na utaratibu wa kikanisa haukuwekwa kwa bahati mbaya. Matukio mbalimbali yaliyopangwa hayakuwekwa kwa bahati mbaya. Ukisoma Biblia unaona toka kanisa la kwanza jinsi ambavyo lilikuwa na utaratibu wa kufanya mambo yake. Na ni utaratibu wa kimungu. Mambo yafanywe kwa utaratibu na kwa uzuri. Ndio maandiko yanasema. Amina. Kwamba kuwepo na weweke, kuwepo na CAs, kuwepo na CMF, kuwepo sio na idara ya watoto, kuwepo sio na idara ya kwaya, kuwepo sio na nini praise. Haya yote ni katika utaratibu wa kuendesha mambo ndani ya kanisa. Haleluya. Kwa hiyo don't ignore uwepo wa idara ya CAs, alafu tusiwepo tukaacha viongozi, alafu sisi wengine hatupo. Idara hii imewekwa kwa ajili yetu vijana. Sasa mambo yetu vijana tutajadili wapi? Tutayatafakari wapi? Haleluya. Huko nako Mungu yupo. Kwenye hizi idara Mungu yupo. Ukienda weweke, siku ya weweke, kule nako Mungu yupo. Kuna mambo atakuhudumia kule weweke. Siku ya CAs, kuna mambo atakuhudumia siku ya CAs. Na vijana wa kiume ukienda CMF, kuna mambo atahudumia mkiwa CMF. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, tusikae mbali na huyu Mungu wetu mzuri. Huyu Mungu wetu, baba yetu huyu anayetupenda sana. Tukae naye karibu. Anatujali sana. Anatamani kutuhudumia kupitia idara hizi mbalimbali. Na idara hizi zipo ili kuleta utaratibu mzuri kwenye utendaji wa mambo. Na hii utaikuta kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 14 na mstari wa 40. Inasema mambo yafanyike kwa utaratibu na kwa uzuri ndani ya kanisa. Haleluya. Kwa hiyo jambo lingine kwenye zile sifa ya 4, sifa nyingine ya 4, tunazungumza juu ya mwenendo wenye ushuhuda. Wewe ambaye ni wakili unategemea uwe na mwenendo wenye ushuhuda. Na ni kwa nini mwenendo wenye ushuhuda? Kwa sababu sisi tunamwakilisha Yesu, mabalozi wa Yesu sisi. Kwa hiyo ushuhuda wetu, mwenendo wetu uakisi hiyo sifa hiyo tuliyobeba. Bwana Yesu asifiwe. Uakisi hiyo. Na kama ningerahisisha ningesema, wakati ukiwa kwenye mambo mbalimbali tofauti, mazingira tofauti, ujiulize swali, je, Yesu angekuwepo hapa angefanyaje? Yesu angekuwepo hapa angefanyaje? Kwenye maongezi mnaongea, jiulize, je, Yesu angekuwepo hapa angeongea hiki ninachoongea? Wewe si balozi wake Bwana? Si mabalozi wa Yesu ninyi? Jiulize. Sasa huyu balozi, huyu Bwana ninayemwakilisha kama balozi wake, je, angekuwepo angeongea hivi ninavyoongea? Je, angevaa kama ninavyovaa kweli namna hii? Jiulize swali, sababu unamwakilisha popote unapokwenda. Mawazo yanapita kichwani, yanapita huku, inatokea huku, inakwenda. Jiulize, je, hivi haya mawazo yanazunguka hivi angekuwepo angewaza haya naye awaza kweli? Bwana waza ujinga. Jiulize, Yesu angewaza hivi? Yako mambo yananyonya, yanafyonza chemichemi za uzima ndani ya mtu. Mawazo. Ni mawazo gani unayaruhusu yanazunguka, yanakwenda, yanarudi, yanapita, yanakwenda, yanarudi, yanapita, yanakwenda? Unawaza nini? Hayo yanafyonza chemichemi za uzima ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.
Kwani lazima nijiambie natamani tunapotembea tuhakikishe tumevaa sifa zenye kumwakilisha Yesu katika mwenendo wetu wote, kimatendo, maneno, mwonekano. Na ili tuende kwa uzuri katika eneo hili la mwenendo wetu, lazima pia tuhakikishe tunalo neno la Mungu ndio linakuwa taa, si ndio? Si taa ndani yetu na mwanga wa njia, si ndio? Maandiko yanasema. Kwa hiyo neno la Mungu ukiwa nalo kwa wingi ndani yako, litakuwa linakuonya, linakuambia hapa hapana, linakumulikia kwamba hiki unachowaza, huku unakokwenda, hii unavyojibu hivi sivyo. Kwa hiyo neno la Mungu lazima vijana tulijaze ndani kwa wingi, litatusaidia wakati wa uhitaji. Kwa sababu, na ni kwa nini mambo yote haya ni muhimu, na nimewauliza kwamba je, Yesu angefanya hivi, Yesu angefanya hivi? Ni kwa sababu Yesu alikuwa kielelezo, na Yesu bado ni kielelezo cha mwenendo, utakatifu na haki. Kama kijana ni kielelezo chetu. Huwa mara nyingi napendaga kusema hili jambo, na nataka niliseme hata hapa. Unajua Yesu alikuja kama mwanadamu. Alikuja huko duniani kama mwanadamu. Na kama mwanadamu, wakati mwingine huwa tukitafakari sana habari za Mungu hizi na nini, kuna mahali fulani tunaona kama vile hasa tunapozungumza habari za neema. Tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo tunadhani kwamba Mungu alishatengeneza mazingira. Kwa hiyo yani ilibidi tu Yesu tu aje akamilishe kazi yake ya msalaba ili tuweze kuokolewa. Nikwambie hivi, Yesu alitembea hapa duniani kama mtu, kama kijana, na alikuwa na uwezo kabisa wa kushindwa kukamilisha kusudi lililomleta, naye akaharibu, naye akaasi, sababu alikuwa mtu. Na ndio maana wakati anasali kwenye ile bustani ya Getsemane, jasho jembamba lilitoka kama damu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na wanadamu kabisa, na hofu ilimwingia kabisa. Aliingiwa na hofu ya jambo lilokuwa mbele yake, na ingewezekana kabisa akasema, Bwana Mungu, mimi hili jambo Bwana mimi sitaki. Kwani Lucifer si alikuwa malaika, alikuwa mbinguni, si aliasi? Yesu angeweza kabisa, lakini alivumilia. Na ninavyo jambo hili linanipa kumpenda sana huyu Yesu, kwamba alivumilia. Haikuwa rahisi. Kwa hiyo sio kwamba ilikuwa given, kwamba ilikuwa yani Yesu kwa vitu vile lazima angeweza tu. Ilibidi ajikane aseme, Bwana niko tayari kwenda msalabani, niko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikiyafahamu haya, ninaongeza bidii zaidi. Nasema, kama Yesu ulivumilia hivi, ukauendea msalaba kwa ajili yangu, hukuogopa ule msalaba, Mungu nipe nikujue, nipe ninyenyekee zaidi, nipe niwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alikuwa kielelezo, na tunaye Roho Mtakatifu awezaye kutusaidia. Jambo lingine la 5, tunapotembea katika huduma hii ya uwakili, ni kuhakikisha kwamba tunatia ujuzi, ufahamu na maarifa ya neno. Tunatembea kwa ujuzi, ufahamu na maarifa ya neno, ili tuweze kutenda ipasavyo katika maeneo yote yanayotuhusu. Na jambo lingine ni kuhakikisha tunajaa Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu anatuvika nguvu. Yaani chochote unachokifanya una nguvu ya kukifanya. Anatupa uwezesho wa kufanya. Kwa hiyo kujaa Roho Mtakatifu, anatuvika
Neno la Mungu linatupa mamlaka, Roho Mtakatifu anatupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba neno la Mungu linatupa authority, mamlaka. Tunatambua mamlaka tulio nayo, na Roho Mtakatifu kazi yake ni kututia nguvu. Kututia nguvu, kuhakikisha tunatenda yatupasayo kwa ufahamu. Sasa tukiwa tumeyafahamu hayo kwamba tunapaswa kuwa na sifa hizi, tutembee katika haya, wajibu wetu ni nini sasa? Wajibu wetu ni nini? Sasa wajibu wetu kama mawakili kwa ajili ya Kristo ni kutambua kwamba tumetengwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Tumetengwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu kupitia huduma tulizo nazo. Inaweza kawa ni uimbaji, inaweza kawa ni injili, inaweza kawa ni huduma ya kusifu, inaweza kawa tu ni huduma ya usafi, inaweza kawa ni huduma kwenye idara zetu nyinginezo, masuala ya teknolojia ya mitandao. Inaweza ikawa una kipawa fulani, una ujuzi fulani, basi Mungu anategemea tuvitumie hivyo kwa ajili yake. Lakini zile mali na fedha tulizo nazo, Mungu anategemea pia zimfaidie katika ufalme wake. Tusimzuilie Bwana, kwa sababu yeye anasema ameachilia kama dhamana. Na tunavyofanikiwa sana, tukatajirika sana, tusidhani nguvu zetu, jitihada zetu ndio zimetupa utajiri. Tujue Mungu ndiye anayetufanikisha, na tujue yeye ameachilia vitu kwa dhamana katika maisha yetu. Na kama bado hujaviona, ataviachilia, lakini atakavyoviachilia uwe tayari kufahamu mambo haya, kwamba Mungu ataachilia akitegemea na wewe utatambua kwamba yeye ana hisa kwenye hivyo vitu vingi alivyoachilia. Kwa hiyo mpe vitumike kwenye ufalme wake. Lakini rasilimali nyingine la muhimu sana ni muda. Inawezekana vitu vingine vyote hivi wewe huna, lakini una muda. Sasa kama una muda, njoo nyumbani mwa Bwana, njoo kwenye chama, nenda kwenye makusanyiko mbalimbali, pale inapohitajika utapata cha kufanya kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utasema haya mengineyo sina, ukawa na kitu kingine cha zaidi, ukawa na muda alafu nguvu unazo. Kuna siku wanasemaga tunakwenda kwenye injili, tunahitaji vijana mje mpakie mizigo, wewe nguvu unazo, wewe njoo. Hiyo Bwana amekupa hiyo rasilimali, hiyo tumia hiyo. Alafu kuna mahali fulani tutakwenda kuangalia kwamba hivi kuna mtu ambaye hana kitu kabisa. Mungu anasema hakuna asiye na kitu. Mungu anasema hakuna asiye na kitu. Lakini mara nyingi unasema mimi sina chochote, mimi sina kitu. Ni kwa sababu wewe unatafsiri kitu kuwa pesa. Lakini Mungu anaenda zaidi hapo. Ni kwa sababu unatafsiri kitu kuwa ni elimu. Lakini Mungu anaenda zaidi hapo. Kwani wale wavuvi walikuwa wamesoma? Hao wavuvi walio Yesu waliowaita walikuwa wamesoma? Walikuwa wavuvi wale. Walikuwa na elimu ya kawaida, elimu ile ya kuzaliwa, anafundishwa kwenye jamii, kwenye familia, kwenye jamii, taratibu zile, anaambiwa, anapewa ile miiko na taratibu. Hivyo ndivyo walivijua vizuri ya kuwasaidia kuishi kwenye jamii. Waliyajua. Kwa hiyo kila mtu ana kitu. Kwa hiyo vitu vyote hivi ni kama vimewekwa kwetu kama dhamana. Na hiyo dhamana imewekwa kwa kitambo. Miaka ya mtu si mingi, ni kwa kitambo. Lakini Mungu anategemea tuvitumie hivyo vitu kwa muda ule anaotupa hapa duniani, vituzalishie taji iliyo bora sana huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anakupa vitu alafu hatuvitumii, alafu hata hatuitengeneze taji yetu vizuri.
Wapendwa, hivi vitu hivi, hizi rasilimali tulizosema Mungu amekupa ili zikutengenezee taji. Haleluya. Zikutengenezee taji, mtu wa Mungu. Haleluya. Tumia vizuri. Tumia vizuri. Halafu, sikiliza. Iko shida nyingine inatusumbua. Kwa sababu tunachukuliana kana kwamba wote tunafanana. Wote tunafanana. Lakini tunafanana kweli? Angalia wote tunafanana kama tunafanana hivi. Lakini kuambia hivi, hatufanani kwa sababu kila mtu amewekewa kitu tofauti tofauti na Mungu ndani yake. Kwa hiyo ukisema bwana, mbona yule hafanyi? Hicho unachosema mbona hafanyi, yeye Mungu hajamjalia, lakini wewe umejaliwa, wewe unacho. Hicho unachosema mbona yule hajafanya, wewe ndio Mungu amekupa wewe. Sasa wewe ndio unatakiwa uinuke ufanye, sababu hiyo neema Mungu ameiweka kwako wewe. Yule amepewa kingine, yule kapewa kingine, yule kapewa kingine, yule kapewa kingine. Kwa maana nasema ni kama tunafanana, lakini kimsingi ndani hatufanani. Kwa sababu Mungu ameweka vipawa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukitambua hivyo, hatutafanya kwa kuangaliana, utafanya kwa kujiangalia wewe mwenyewe. Haleluya. Unafanya kwa kujiangalia wewe mwenyewe. Na ndio maana tunasema, kumbe kwa sababu Mungu alithamini sana mwanadamu, hata kama angekuwepo mmoja, Yesu bado angeacha mbingu, angeacha enzi kwa ajili ya huyu mwanadamu mmoja. Kwa sababu Yesu hakuja ili aokoe maelfu na mamilioni. Amekuja kwa ajili ya kumpata mtu huyu mmoja, ambaye ni wewe, ambaye ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kila mtu ni unique. Kila mtu yuko special. Hatufanani. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba wakati tunavyofanya tusiende kimkumbo tukaenda kijumla hivi. Hapo kwanza, mbona wenzangu hajaja? Wewe nenda, kwa sababu wewe kwenye hiyo huduma ya siku hiyo kuna kitu maalum wewe unacho na Mungu anakihitaji. Haleluya. Haya. Sasa basi, unaweza ukaandika Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 11. Unaweza ukaiandika hiyo. Petro wa kwanza sura ya 4, tunaelekea kumaliza kidogo. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 11. Petro anazungumza juu ya vipawa na karama mbalimbali ambazo Mungu ametupa. Tuzitumie kwa ajili ya kuwafaidi wengine, na tutumie kwa bidii kwa ajili ya Bwana. Sema tutumie kwa ajili ya Bwana. Sasa ni nini kitatokea endapo hatutakaa kwenye nafasi yetu, hatutatumika kwa vile vipawa, kwa zile karama, kwa vile vitu ambavyo Mungu ametupa, zile huduma ambazo Mungu ametupa, hatujatumika, hatujakaa kwenye nafasi yetu? Nini kitatokea? Na hapa naomba tuangalie kisa kimoja. Tuangalie kisa, na hiki kisa kiko kwenye Biblia. Kiko kwenye Biblia. Tutaenda kwenye Mathayo 25. Tutaanza lile Mathayo 25. Kuna kisa fulani kiko pale, ambacho kisa hiki kinahusu mtu ambaye alipewa hizo rasilimali, alipewa vitu, alipewa uwakili wa kusimamia mali fulani, vitu fulani, alafu hakutekeleza wajibu wake. Tuone nini kilitokea. Mathayo 25:14-30. Nitasoma Mathayo 25 kuanzia mstari wa 14. Biblia inasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida.
Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5. Akisema, bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2. Akasema, bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1. Akasema, bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akamjibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Sasa mstari wa 29. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. 30. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwa hiyo tunaona kisa hiki, watu ambao ziliwekwa mikononi mwao talanta kwa idadi tofauti, na kila mmoja kuna namna alifanyia kazi ile talanta. Kuna namna alijua namna ya kusimamia rasilimali zile alizopewa, akijua kwamba hii nimepewa tu dhamana ya kushikilia kwa muda, lakini ndani ya muda huu nifanye nini? Kila mmoja akachukua wajibu. Kuna waliochukua wajibu wakatenda aliyopasa, na kuna aliyechukua wajibu akafanya asiyopasa. Yeye akaamua kabisa kusema, bwana, mimi sitaki kutumika. Akaanza kuingia kwenye kundi la walalamikaji, wanaonung'unika, wasiotaka kukusanyika, wasiotaka kutoa sadaka. Anasema, bwana, mimi ni maskini, kila mtu anajua mimi ni maskini, mimi siwezi kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema kuna wale anasema, mimi sina kitu, lakini yeye mstari wa 29 anasema kila mwenye kitu atapewa. Ukiusoma huo mstari wa 29, kimsingi anachosema hakuna mtu asiyekuwa na kitu. Ndio pale niliposema ni labda wewe kama tafsiri ya kuwa na kitu unaiweka kwenye vitu fulani tu, lakini ndani yako viko vitu vingi Mungu ameweka ambavyo vinafaa kwa kanisa, vinafaa kwa ajili ya CAs. Vipo. Na anasema hivyo, ukivitumia Bwana atavizidisha. Usipovitumia Bwana ataondoa. Hiyo karama ataiondoa, hiyo huduma ataiondoa. Ndio maana anasema asiyekuwa na kitu atanyang'anywa. Ngoja niparudie vizuri. Anasema 29. Anasema kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa, lakini yeye asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Kwa hiyo wewe unadhani huna kitu, na kati Mungu ameweka, anasema hicho ataondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa wangu, tuna vitu kwa ajili ya Bwana. Unacho. Bwana amekubarikia kwa vitu. Wewe leo usimwambie Bwana, wewe mimi hujanipa. Yeye anajua amekupa vitu. Haleluya. Kwanza niwaambieni watu wa Mungu, ni kwa sababu wakati mwingine tunataka Mungu atuletee mtaji kutoka mbinguni. Ni watu wachache sana nilikuta wanatoa shuhuda kwamba waliamka wakuta Mungu ameweka pesa ndani. Kuna watu kabisa
Waliamka wakakuta Mungu ameweka dola. Walikuwa na uhitaji wa dola, wakakuta bahasha yenye dola ndani. Walilia, wakamuomba Mungu, yani wakasema Mungu, lakini alafu Mungu akafanya muujiza. Sasa hiyo ni unique case kwenye mazingira tofauti tofauti. Lakini wapendwa, Mungu huwa anatutajirisha kwa kukupa maarifa. Maarifa ndio yanayoleta utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Yani maarifa ndio yanaleta fedha. Tafuta sana Bwana akupe neno la maarifa katika uhitaji wako. Katika uhitaji wako. Hilo ndio linakukutoa. Akikupa neno ukalishika, naweza likawa ni la kuanzisha biashara ambayo itakuletea faida kubwa sana. Kwa hiyo unachohitaji wakati mwingi tunasema Mungu mimi naomba hela, Mungu mimi sina hela, Mungu nataka hela. Mungu huwa anasema kwa neno la ufunuo la maarifa, fanya hii. Lakini sasa ili ulipate hilo, lazima uwe na tabia ya kukaa na kutulia mbele za Bwana, kwamba katika hili Bwana anasema nini. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu, watu wa Mungu, anabariki, na Mungu anatutamani tutumike ili atubariki zaidi. Na haya ndio unayaona kwenye Luka 12. Tumalizie na Luka 12 pale. Tumalizie na Luka 12, alafu tutaingia kwenye maombi. Luka 12 mstari ule wa 42 na 44. Luka 12 42 na 44 anasema, Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyoidhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Haleluya. Mstari ule wa 48, na yule asiyejua naye amefanya stahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Kwa hiyo ni swala la kufanya tathmini. Bwana ameweka nini katika maisha yako? Ameweka nini kwako? Umeshawahi kujiuliza? Umeshawahi kujiuliza namna gani tunavyotumika, tunavyohudumu, tunavyoenenda mbele za Bwana? Namna gani tunavyo tekeleza utumishi tulio nao? Na hapa tumezungumza kwa ujumla wake, lakini hata namna, ukiachilia mbali vile ambavyo Mungu ameweka ndani yako, hata tukiwa ndani ya nyumba ya Bwana, namna tunavyotunza, tunavyoheshimu, tunavyothamini vitu vya Bwana ndani ya nyumba yake, Mungu anajali sana. Haleluya. Ni namna gani tunavyotunza nyumba ya Bwana, tunavyothamini nyumba ya Bwana, tunavyovitunza vitu ambavyo viko ndani ya nyumba ya Bwana, tukijua hiki ni kitakatifu cha Bwana, hii ni mali ya Bwana, it's handle with care. Kule mtano anasema glass inside, handle with care. Sasa hii ya Mungu si zaidi? Hii ukasema this is God's possession, handle with care. Handle with care. Lakini tunaona Mungu anasema iko thawabu kwa wale ambao tunakuwa tayari kutumika, wale ambao tunakaa kwenye nafasi Mungu aliyokusudia tukae. Anasema iko thawabu kwamba Mungu anatuongeza, Mungu anatuzidisha. Kama ni huduma, Mungu anaiongeza. Kama ni vipawa, ni karama, Mungu anaongeza. Kama ni vitu, kama ni fedha, kama ni mali, Mungu anaongeza. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ana namna ya kutuongeza endapo tutatii, tutakubali na kutii na kuinuka na kutumika kwa kicho.
Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, iko faida ya kutumika kwa vile vitu mbalimbali ambavyo Mungu ametujalia katika maisha yetu. Tusivifukie, tusivibinafsishe. Na kama tulivyosoma hapa, Mungu akiona hivi vitu havina faida, havitumiki, anaviondoa. Huduma huwa zinakufaga wakati mwingine. Kwa nini zinakufa? Mtu anaanza vizuri ghafla huduma inakufa. Kwa nini? Inapofika tu kadhani ile huduma ni yako, sio yake. Unashangaa huduma inakufa. Lakini tukinyenyekea, tukatumika na kwa kicho mbele za Bwana, Mungu anatuongeza. Lazima tujiulize, tunaweza kuvitumiaje vile vitu ambavyo Mungu ameviweka rehani katika maisha yetu? Tunawezaje kuvitumia kwa uzuri? Na wakati mwingine ni kumuuliza Bwana, Bwana, unataka nitumikeje? Unataka nitumieje? Natamani nikutumikie kwa uzuri. Nisaidie Mungu, nisimame kwenye nafasi yangu. Mungu, hivi vitu hivi najua umeviweka katika maisha yangu, na vingine huvijui. Muulize Mungu, hivi ni nini umeweka katika maisha yangu ambavyo unadhani Mungu nilitakiwa nivitumie kwa ajili ya ufalme wako? Mungu atakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakwambia. Viko vitu vinafaa sana kwa ajili ya CS. Viko vitu vinafaa kwa ajili ya kanisa zima. Viko vitu vinafaa kwa wenye uhitaji ndani ya nyumba ya Mungu. Kanuni ya Mungu ni kutuongeza, sio kutupunguza, ni kutuongeza. Lakini atatuongeza endapo tunatumika. Na ndio maana anasema kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa, na asiye na kitu hata alichonacho atanyang'anywa. Kwa tafsiri yake kila mtu anacho cha kutoa. Watu wa Mungu, tuinuke tumtumikie Mungu. Tunao muda, tunao utayari, tunao ujuzi, tuna maarifa, tunazo elimu mbalimbali. Hivi vyote tuvitumie. Mahali una fedha, kuna shughuli nyingi. Hata kwenye nyumba ya Mungu kuna shughuli nyingi. Kuna huduma za usafi, fagia, kuna huduma za kuimba, kuna huduma za kuomba, hata kufuta viti. Haihitaji elimu hiyo. Hata kama una elimu inakuzuia kufuta viti. Kwa mimi nashindwa kufuta viti? Kila mtu ana uwezo wa kufanya hizi kazi. Ukimjua Mungu na ukuu wake, hakuna kazi kwako itakuwa ngumu. Hakuna kazi itakuwa ya kiwango cha chini sana. Kila kazi kwako itakuwa ni kazi unaweza kuifanya. Sababu wewe huna heshima, huna hadhi kuliko Yesu mwenyewe, aliyeacha enzi na utukufu akashuka duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiyatambua haya, utajiona wewe si kitu. Utamuona Mungu ni yote katika yote. Utajifunza unyenyekevu, utajifunza kujitoa. Lakini ndio nikasema hata huduma ya kucheza, kuimba, wakati mwingine kuna majani yanaota huku, unakamata jembe. Wengine tumetoka vijijini, mimi nimelima sana kutoka kijijini, najua kulima. Ukinipa jembe ninapalilia huko magugu huko, naweza ukalima. Njoo sema mimi naenda kazi yangu, mimi kila Jumamosi nipo kanisani, nataka niitengeneze nyumba ya Bwana. Tuliotoka kwenye dini kule kulikuwa na hiyo nidhamu, na mtu akienda kufanya kazi huko kanisani, yani anajiona kwamba mimi ni special. Bwana, sisi hatujioni hivyo. Bwana, hatujioni hivyo. Yaani kuna watu ambao ilikuwa mkipita mkiona wanafieka zile yale majani yanayoota zile edges zile fence, ule uzio wakifieka hivi. Yaani mnawatamani, mnaona ni watu waliobarikiwa. Lakini ndugu zangu, kwa nini hatuji kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kuitengeneza vizuri nyumba ya Bwana? Mahali popote tutumike kwa ajili ya Bwana. Hakuna kitu kizuri kama kujipendekeza mbele za Mungu. Sasa unataka kujipendekeza kwa nani? Mwanadamu. Mwanadamu atakufanya nini? Mwanadamu atakufanyaje? Hata ungejipendekeza ukafanyaje? Mwanadamu ana ukomo wake. Lakini Mungu hana ukomo. Haleluya. Yaani nitajipendekeza kwa Mungu kama huyo ambaye ninajua huyu yeye anashikilia maisha yangu yote. Ukijua hayo, aise, utatumika kwa unyenyekevu, utatia bidii, alafu utatumika kwa kicho, utajitahidi kutia bidii na maarifa, kufanya kwa uzuri.
Kama kule duniani kule unatamani ukifanya kazi uifanye kwa uzuri, mtu akiangalia sema hiki kitu kimekaa vizuri, si zaidi mbele za Mungu kweli? Au kwa sababu hujawahi kumwona Mungu akicorrect grammar, akisahihisha makosa ya Kiswahili akijanyooka na nini? Basi ingetakiwa andiko unaolipeleka kwa Bwana useme hili limenyooka vizuri, limehakikiwa, liko vizuri. Haleluya. Mafundi mitambo unasema hiki nimekitengeneza kimekaa vizuri, kwa sababu ujuzi huo mmepewa kwa ajili ya Bwana. Yaani unasema hii hapa is a masterpiece. Unasema hii nampelekea Bwana, hii kitu kimenyooka vizuri. Aise, Mungu anastahili hiyo. Kumalizia, tufahamu ndugu zangu, kwa vile vingi tulivyopewa, kwa maisha tunayoishi, kwa utumishi huu tunaoishi, kuna jambo linaitwa kutoa hesabu. Ndio ile nimesema kuwajibika. Tusidhani maisha haya tunaishi tu namna hii. Mungu huwa naye anajua kuwajibisha. Na tumesoma kwenye maandiko ya kisa hiki cha huyu bwana aliyesafiri akaacha wale watumwa, hawakuifanya kazi yao ipasavyo. Anasema kuna kuwajibishwa kama hujatekeleza vizuri. Kwa mimi nawaomba tufahamu ya kwamba duniani kule wanasema hata afya tu ni mtaji. Uhai huu tulio nao ni kwa neema. Wewe unafikiri watu wanaolala wasingetamani kutamani kuishi tena mwaka mwingine mmoja au miaka mingine miwili? Kuna mtu mmoja kwenye Biblia Bwana akamwambia, sasa muda wako wa kuishi umeisha, utakufa. Yule jamaa alilia usiku kucha, anaitwa Hezekia. Sio kwamba alikuwa na miaka michache, alikuwa na miaka tu mizuri tu, lakini alivyoambiwa tu kwamba anakufa akasema, Bwana, kwa nini? Kumbuka jinsi nilivyoenda kuamini. Kumbuka Bwana, kwa nini unanikatili, unanipunguzia miaka yangu hii? Kwa nini? Kwa tukipewa uhai huu tujue jamani, kuna namna tunatakiwa tunyenyekee na tumtumikie Mungu aone sababu ya kuendelea kutuongezea na kutuongezea. Haleluya. Si unafahamu habari ya yule mtu aliyekuwa na ule mtini usiozaa? Ule mtini usiozaa. Sasa basi tumwombe Mungu hata kwa afya, kwa uhai na vitu vyote tulivyo navyo viwe sababu nzuri, viwe uwekezaji mzuri ambao utatufanya tuendelee kutumika kwa unyenyekevu na kutia bidii mbele za Bwana. Na kama mahali tumesinzia, tumwambie Mungu tusaidie. Tunatamani kubadilika. Sisi ni watu wa thamani. Sisi watu wa ovyo ovyo. Na Mungu wetu alivyo wa thamani na alivyo mkuu sana, haipaswi tumtumikie kwa ulegevu. Kweli kabisa. Haipaswi kumtumikia Mungu huyu kwa ulegevu. Yaani ilitakiwa, rafiki yangu, Mungu huyu ni nambari moja katika mambo yote. Na ukisikia habari ya mwito wa kuwepo mbele za Bwana kwenye kusanyiko la Bwana, tuipe namba moja. Hatuna mbadala. Ofisi sio mbadala, biashara sio mbadala, kazi sio mbadala. Mungu ni namba moja. Ogopa yule awezaye kuondoa uhai wako saa anayotaka. Yaani anashughulika na mwili, anashughulika na roho, yote anaweza. Sasa huyu Mungu mkuu mwenye uweza mkubwa namna hii, sinatakiwa tunyenyekee sana. Yaani mbiu ikipigwa kule spidi, tupo. Bwana tupo. Leo unasemaje? Ndugu zangu, naomba tuinuke tubadilike. Haleluya. Hebu naomba tuinuke praise. Nitaomba. Hebu tuje naomba tusimame. Tumezungumza yumkini mambo machache, si mengi, lakini ni mambo ya kutukumbusha juu ya utumishi wetu, juu ya huduma ambazo Mungu ameweka katika maisha yetu, juu ya vile vitu mbalimbali ambavyo Mungu amewekeza katika maisha yetu, na kwamba vitu hivi Mungu ameweka tu kama dhamana katika maisha yetu, kwamba sisi sio wamiliki. Mungu ndiye mwenye kumiliki vile vitu vyote anavyoachilia katika maisha yetu. Na tukitambua hilo, itatufanya tumwambie Mungu tusaidie, turudi tutumie hivi vitu mbalimbali ulivyoweka katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya kujenga ufalme wako.
na maisha yetu tulio nayo ni kwa ajili ya Bwana. Hebu naomba tufumbe macho, naomba mtuongoze kwa pambio moja ya kuabudu. Mikono